Bwana Heavyweight, siku zimekaribia na wanasema Dar es Salaam joto limeanza kupanda kuelekea Machi 8. Ndio. Kwa namna ambavyo unavyotazama hizi siku zinavyoenda kwenye mitandao ya kijamii, kwanza dabi unaona inaenda kuwa aina gani? Of course ukizungumzia dabi, Kariakoo dabi, unazungumzia mechi kubwa. Umeelewa? Unazungumzia mechi ambayo inateka hisia za mamilioni ya mashabiki wa Simba. Kwa hiyo na Yanga. Kwa hiyo ni mechi fulani hivi ambayo naitizama kama mechi kubwa yenye uzito. Sio, unaelewa? Lakini kwa upande wangu naona kuna vitu ambavyo vya tofauti kidogo nimevinotice. Vipi? Umeelewa? Nimevinotice. Unajua miongoni mwa vitu ambavyo nimevinotice ni kwamba dabi zote huwa zinakuwa zina matumizi mengi ya nguvu. Yaani ule utafu, mechi inakuwa ngumu. Utafu kuanzia kwenye kugombania mipira. Unajua unavyokuwa unacheza sana rafu, namaanisha unavyokuwa unacheza tough. Kama ukiwa unacheza tough mara kwa mara, una possibility kubwa ukaanza kucheza rafu. Sasa rafu zina vipimo. Kwa mfano ukijaribu kufuatilia katika miaka minne hii, namaanisha dabi 4, sio miaka minne, sorry, dabi 4. Utagundua kulikuwa kuna fouls takriban 103 zimechezwa. Lakini katika hizi 103, 61 zimechezwa na Yanga. Kwa hiyo tukija kwenye eneo hili, na nataka nitoe advice kidogo kwa muamuzi anayehusika kwenye huu mchezo. Ushauri wa sasa. Of course ni kama ni ushauri, kwa sababu tunaenda kushuhudia mchezo ambao, narudia tena, sababu unajua unavyotakiwa kuzungumza key point, unatakiwa uizungumze mara 2 mara 3 ili yule anayepewa ujumbe umfikie. Tunakwenda kwenye dabi. Katika hii dabi, katika dabi 4 zilizopita, fouls zimezalishwa 103. Katika hizi 103, fouls 61 zimefanywa na Yanga. Sawa? Lakini katika hizi fouls ambazo zimezalishwa na Yanga, hakuna foul au hakuna incidence ambayo imeenda kuzalisha penalty kwa upande wa Simba, kwa mujibu wa tafsiri ya waamuzi. Sijui kama mnanielewa hapa. Kwa mujibu wa tafsiri ya waamuzi, hakukuwa na incidence iliyosababisha penalty kwa upande wa Simba, lakini kwa Yanga zimetokea 3. Kwa hiyo nampa huyu advice, anaenda kukutana na kibarua kigumu sana kwenye maisha yake. Kwa sababu kuna msemo mmoja nafikiri hujaniuliza. Huaga nakutana na hili swali sana, sio kwangu mimi, kwa watu wengi wanaohojiwa kuelekea mechi ya Simba na Yanga. Nani ni underdog, nani ni favorite? Nafikiri kwani Heavyweight kwenye hii mechi ya dabi siku zote kunakuwa na underdog na favorite kuelekea mchezo. Of course mimi kwa mchezo wenyewe mimi binafsi huwa sio, of course mimi huwa binafsi leo siku zote naulizwa hilo swali. Kwani wazazi ulizwa? Naulizwa sana, lakini siku zote mimi naekaga hii mechi kama haina mwenyewe, yani 50-50, hakuna cha favorite wala underdog. Ila underdog kwa waamuzi au underdog kwa kutonufaika na maamuzi ya waamuzi ni Simba. Si unanielewa? Yani Simba waga ndo wanakutana na kashikashi nyingi sana ya vijembe vya waamuzi. Incidents nyingi za fouls ambazo pengine zingeweza kuamua outcome ya mchezo zinakuwa hazipo upande wake. Kwa sasa namwambia huyu Rajiga anaenda kukutana na kipindi kigumu sana kwenye maisha yake. Sawa? Yani unaenda kuichezesha timu ambayo imekuwa yani sema imeshindwa kupata haki yake kwa mujibu wa sheria za mpira kwa kipindi kisichopungua dabi 3. Sisi tunaelewa. Alafu katika hizo dabi na wewe pia ulikuwa miongoni mwao. Kwa sababu remind you, timu ambayo inafanya fouls 42 kwa timu ambayo imefanya fouls 61, hii yenye 61 inakuwa ina penalty. Umeelewa, nyingi. Alafu pia kuna kitu kingine nimegundua. Umeelewa? Katika michezo yote ambayo Yanga wameshinda dhidi ya Simba Sports Club katika hizi dabi za karibuni, dabi 3 za ligi, ndio dabi zote Yanga ndo walikuwa wanaongoza kwa matumizi ya nguvu, manake fouls nyingi zaidi. Na kama hujui ni kwamba katika mechi ambayo Yanga walifanya fouls nyingi zaidi, ilikuwa ni mchezo ambao wa msimu uliopita walishinda kwa mabao 2-1. Sio, unanielewa? Na muamuzi alikuwa Rajiga mwenyewe. Ule mchezo Yanga walifanya fouls 27 kwa fouls 16 za Simba. Sio, unanielewa? Fouls 27. Kwa na tafsiri haraka unaelewa kwamba
hii dabi inaenda kwa namna gani. Wale wachezaji ambao walikuwepo asilimia kubwa wapo. Kwa hiyo Simba Sports Club ategemea kupata tough match kutoka kwa Yanga Sports Club. Yes. Unaelewa? Kwa tafsiri ya haraka, narudia tena pale. Huyu Arajiga anaenda kukutana na mechi ngumu zaidi kwenye maisha yake ya soka. Sasa namshauri. Umeelewa? Mimi ushauri wangu ni very simple. Sawa? Nimejaribu kureview baadhi ya matukio. Kuna incidents kadha wa kadha zimetokea ambazo zilistahili kuinufaisha pia Simba kama ambavyo Yanga ananufaika vile vile. Kuna fouls ambazo alifanyiwa Kibu Dennis kwenye michezo kadha wa kadha, lakini mind you, fuatilia, sababu mimi huwa napenda sana kutoa reference. Wachezaji gani huwa wanaongoza kwa kuumia kwenye dabi na kutolewa nje? Wachezaji gani wanaumia? Sio, unaelewa? Sadio Kanuti, Inonga, Kibu Dennis ambao kuna mechi mpaka alicheza na bandage hivi anatoka midamu. Sio, unaelewa? Kuna wachezaji wengi sana huwa wanatoka. Kagoma mechi ile. Umeelewa? Yusuf Kagoma katika mechi iliyopita, na eneo la midfield limekuwa likiumizwa sana. Sasa hii pia ni evidence ya pili, ukiachana na zile takwimu za fouls ambazo zimekuwa zikichezwa, lakini eneo la wachezaji wanaumia kiasi kwamba hawezi kuendelea na mchezo mkubwa kama ule, pia ni tafsiri ya pili kuonyesha kwamba Yanga huwa wana aggressiveness kiasi gani wanapokuwa kwenye mechi ya dabi. Kwa hiyo hii ni mtihani, unakuwa sio tena kwa wachezaji husika, inakuwa ni kwa muamuzi anayesimamia sheria. Mimi ushauri wangu wa mwisho ni kwamba awe fair. Asiibebe Simba, asiibebe Yanga. Kwenye penalty weka penalty, kwenye foul weka foul. Sehemu ambayo inastahili red card toa red card. Usiruhusu watu kucheza kwenye mwili wa mtu. Sisi tunataka tuenjoy football. Tunataka tuone timu yenye vipaji, watu wa possess vipaji vyao. Yaani mtu kama ana kipaji, ana talent ya kuchezea mpira, asiwe limited kwa sababu ya kuogopa kufanyiwa kitu ambacho kinaweza kikahatarisha maisha yake. Na mara nyingi mimi nimekuwa nikisema lakini watu hawanielewi. Umeelewa? Ugumu wa hii mechi ndio unakuwa unaangukia hapo. Sababu mimi mambo ya tactical nimeshazungumzia. Yanga wako bora wapi nishazungumzia. Simba wako bora wapi nishazungumzia. Wapi Simba wajichunge nimezungumzia. Wapi Yanga wajichunge kwa Simba pia nimezungumzia. Sasa hivi nimehamia kwenye hii engo. Arajiga anatakiwa awe makini sana. Umeelewa? Kwa sababu mara ya mwisho Simba anapata penalty dhidi ya Yanga ilikuwa ni mwaka 2020 katika sare ya mabao 2-2. Umeelewa? Magoli ya Simba yanafungwa na Kagere pamoja na Deogratias Kanda, na mabao ya Yanga yanafungwa na Balama Mapinduzi pamoja na Mobanka. Yaani toka 2020 mpaka tunavyozungumza hii 2025, Simba hapa katikati wamecheza dabi 15, hakukuwa na penalty kwa Simba. Lakini unataka sasa ndo nataka nimpe ili swali muamuzi Arajiga kesho. Je, katika hizi dabi zote hakukuwa na incidence ambayo Simba maybe alikuwa anastahili kupewa penalty na Yanga naye anastahili kupewa penalty, au ni Yanga anastahili Simba astahili? Well, hapo unampa sasa akareview. Umeelewa? Umeelewa? Akareview ajihakikishie, kwa sababu ndio maana mimi nilisema kwamba Jafet Smart nadhani alikuwa perfect fit kwenye mchezo, lakini anyway, kwa sababu tumezoea Arajiga, Kayoko, Elisasi, kulikuwa kuna Mwandembwa, sasa hivi hayupo, naona kapotea. That's fine. Au ni maamuzi sahihi, lakini wa review, mimi nataka nione mpira, nataka nione talents, wachezaji wanavyo dribble, wanavyofanya dazzling skills, wanavyonyumbuka, pasi zipigwe kwenye njia. Sasa ukishaona kuna mchezaji anakuja gula shingo, gula roho, ule utamu ondo wa mechi unakuwa mdogo. Yaani mimi nataka mpira uflow. Sasa ukishaona umepokea mpira mara kwanza mtu kaja akakupiga guo, hamna red card, hakuna yellow, hakuna nini, akaja akafanya tena, labda kaja kupoa yellow card, labda kashafanya foul ya 6. Inakuwa hiyo haistahili. Na katika hizi incidents zote ambazo Simba wachezaji wao wanavunjwa wanatoka nje, hakukuwa na ile red card ya moja kwa moja, hakukuwepo. Kwa hiyo haya mambo mimi nazungumza kwa nia njema. Sawa? Kwa nia njema, kwa sababu unajua unaweza ukazungumza kitu katika positive perspective, lakini kwa sababu ni kitu ambacho kinateka hisia za mashabiki wawili tofauti, kuna mmoja atakuchukulia kama wewe upo kwenye negative perspective. Hiyo sio jukumu langu, mapokeo ni ya kwako. Lakini mimi nimezungumza na muamuzi wa mchezo. Umeelewa? Nimezungumza na nani? Muamuzi wa mchezo. Ajaribu kuwa fair. Kwenye penalty weka penalty, kwenye foul weka foul. Kuna kingine nimesahau.
katika hizi fouls ambazo zimefanywa, umeelewa, kuna fouls ambazo zinaenda kuaffect flow ya mchezo au impact ya matokeo ya mchezo husika. Kwa mfano mechi iliyopita Simba waliopoteza kwa bao 1-0 mpaka Kamara na save mpira na uingiza ndani wanajifunga. Ule mchezo uliamuliwa kwa sababu ya incidence ya foul ambayo ilifanyika karibu na lango la Simba. Sisemi kama sio foul, lakini hakikisha unavungamua hiyo foul ya nje, hakikisha iwe ni yenyewe, iwe sahihi, kwa sababu hiyo foul inaweza ikaenda kuamua matokeo ya mchezo. Sasa kwa nini unataka kuharibu mchezo mzima ambao unawagusisha maelfu na mamilioni ya mashabiki kwa sababu ya utashi wako au kushindwa kwako kutafsiri sheria? Sasa hichi kitu mimi ndo nachokishauri, umeelewa? Huyu Arajiga atambue na aelewe ile mechi inaenda kukutanisha mioyo ya mashabiki lukuki wa pande mbili. Ahakikishe anakuwa na kwa nini unajua watu wanaweza wakasema kwa nini unaizungumzia sana Simba? Of course anastahili kwa sababu yeye ndo amekuwa muhanga zaidi, umeelewa, kuliko mwenzie. Umeelewa? Yani yeye ndo amekuwa muhanga zaidi, kwamba yani matukio mengi yanakuwa hayapo upande wake. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hakuna mtu ambaye anasemea na wanaosemea wanakuwa wengine wanashindwa kwa sababu ya kanuni, watu ambao wapo wana uwezo wa kusema wanabidi waseme. Umeelewa? Ndani ya dabi 15 mfululizo Simba hakuwa na incidence ambayo inastahili kupata penalty. Hakuwa na incidence ambayo inastahili red card kwa mpinzani. Hakuna incidence ambayo inastahili kupewa zile fouls ambazo zinaweza zika affect flow ya mchezo. Umeelewa? Kuna ile nyingine unakuta labda shambulizi linajengwa, tupo kwenye counter attack, mpira tunajaribu kuangalia mpira unavyo flow kwenye counter attacks, mwamuzi anapiga filimbi labda kwa sababu kulikuwa kuna foul incidence. Hatukatai kama ilikuwepo, lakini kama kuna advantage ya progress shambulizi, unaacha flow ya mchezo iende. Unapiga filimbi ya nini? Unapopiga filimbi mara kwa mara unaharibu ile flow ya mchezo. Yani mchezo unakuwa hauna ladha. Kila muda pepe umeenda pale mpira umevuka kwenye halfway line, pepe umeenda huku kushoto piga. Sasa tunakuwa tunaangalia mpira kama tunaangalia vinanda, kila muda pepe haifai. Unakuwa mpira unatakiwa uflow. Kama unaona hapa hii foul inaenda nikiitoa haiwezi kuwa advantage kwa hii team kuliko nikiiacha, pengine inaweza ikazalishwa shambulizi la tatu. Unaiacha ina flow. Vitu vidogo kama hivi nataka kuona muamuzi experienced ambaye anapewa mchezo mkubwa kama ule anavielewa, sio kufanya vitu ambavyo havipo ndani ya uprofessional wake. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo mimi nimeona leo nivigusie. Siku zimekaribia na wekundu wa Msimbazi Simba, kulikuwa na tetesi ambazo zilikuwa zikiwaweka pressure ilikuwa inapanda kwamba Musa Pin Kamara Spider anawezekana akakosekana, lakini pia Wolf Jericho Shemalon Fondo naye atakosekana. Lakini kocha Fadlu Davis ametoa hofu na Simba kusema kwamba kikosi chake chote kiko gado isipokuwa mchezaji mmoja tu, Mzamiru Yasini. Hii inawapa faida gani wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea mchezo huu? Of course ukishakuwa na kikosi chako kamili automatically faida inakuwepo, kwa sababu mwalimu anakuwa hahitaji kupangua ile structure yake ambayo yuko nayo. Umeelewa? Haimuaffect kiufundi. Flow yake ambayo anahitaji kuitumia kwenye mechi itaendelea kubaki the same. Kwa hiyo inampa wigo mpana wa machaguo kwenye kikosi chake. Umeelewa? Kwa hiyo hii ni faida. Umeelewa? Kwa sababu unapokuwa na full squad, hata kama unajua full squad maana yake unaweza ukawa una starting 11 yako fresh, lakini ukakosa wale wachezaji sahihi ambao wanaweza wakawa backup wanaokaa kwenye bench. Sasa kwa mfano wewe kikosi chako kiko fit, kuna sehemu ambako unaona pamepelea kiufundi, inakuwa rahisi tu kufanya replacement ya kile kitu ambacho kinakosekana kiufundi kwa kupitia ile squad yako kama iko full fit. Tofauti na kwamba ukisikia labda Chemaloni ameumia, ma center back wapo wawili, mechi yenyewe unaelewa matumizi ya nguvu ni makubwa, amevunjika mmoja kati ya ma center backs wako, unaanza kuhaha tena, unabidi utumie kiungo mkabaji akazibe nafasi ya center back. Manake unaenda ku affect eneo la kiungo kwa ujumla. Kwa hiyo hiyo pia ni changamoto, lakini kama una kikosi chako kiko full fit, basi faida inakuwa kubwa sana kiufundi. Yes, kwa eneo la Kamara alikuwa anatajwa sana Ali Salim. Kwa namna ambavyo alishacheza dabi za nyuma. Hii labda ilikuwa ni nafasi yake nyingine endapo Kamara atakosekana ama angelikosekana, kwa sababu ni jambo ambalo liko 50-50 mpaka sasa. Of course ni kweli. Na mimi kwa upande wangu hata kama angecheza Ali Salim
sidhani kama ingekuwa ni effect kwa klabu ya Simba, sidhani, kwa sababu katika dabi, mind you, dabi ya mwisho ambayo Simba wameshinda dhidi ya Yanga, kama nani, Ali Salim ndo alikuwa golini, unaelewa, Simba wakashinda mabao 2-0, Ali Salim alikuwa golini, sio, unaelewa. Lakini hata kwenye ngao ya jamii ya msimu wa nyuma kabla ya mwaka jana, Simba wanashinda kwa penalty, Ali Salim ndo alikuwa golini. Kwa hiyo ina maana ana record nzuri tu pindi anapokuwa golini dhidi ya Yanga. Kwa hiyo isingekuwa effect, lakini kuwa na goalkeeper namba 1 ni faida, kwa sababu Musa Pinpin Kamara nafikiri inaeleweka ni goalkeeper ambaye by far anaenda kutoa tuzo ya goalkeeper bora msimu huu by far. Unaelewa? Of course, kwa sababu unajua mara nyingi sisi goalkeeper bora tunamtem kwa kuangalia zile clean sheets. Lakini ukiachana na kwamba anaongoza kwa clean sheets, pia ni goalkeeper ambaye ni shot stopper. Nikisema shot stopper unaelewa, yani kwamba anapangua mashuti ambayo yanalengwa kwenye lango lake. Ni mchezaji ambaye ameamua moments nyingi sana. Ingawa ana makosa ya kawaida ya kiuchezaji, lakini mazuri yake ni mengi, ndio tunachopima hapo kwamba ana mazuri mengi kuliko makosa. Kwa hiyo kwa upande wa kuwepo kwake ni advantage pia kwa upande wa Simba vile vile. Yes, Everett wakati Fadlu Davis anaongea na wanahabari alisema kwamba wachezaji wake wanafahamu kilichotokea dabi iliyopita. Sasa hivi wanachohitaji ni alama 3 tu, si kingine chochote, na maneno hayachezi isipokuwa vitendo ndio vinavyozungumza uwanjani. Fadlu kwenye hii kauli ni kama kuna kitu labda alikuwa anamaanisha hivi. Nadhani nyinyi wanasoka mnaweza mnangamua mambo, wachambuzi mnajua. Labda Fadlu alikuwa anajaribu kufikisha ujumbe wa aina gani kwenye kauli hii aliyozungumza? Of course hiyo kauli inabeba 30% ya kile kitu ambacho ameki-inject kwa wachezaji. Manake kwenye public amejaribu tu kuonyesha uzito, yani kama kuongezea katika ule uzito ambao ameshawaambia wachezaji kuhusiana na umuhimu wa hii mechi. Kwa hiyo pale public anaweka 30% tu ya kile kitu ambacho ameki-advise kwa wachezaji. Manake tafsiri ya haraka huyu kocha ameshawaambia wachezaji nini hasa au uzito wa hii mechi ilivyo. Na likely atakuwa amewaeleza kwamba Yanga wameshinda mara nyingi miaka ya karibuni, wamedominate kwenye dabi, wamekuwa na mambo mengi, tusifuatilie mambo mengine yote, tujaribu kufocus na mchezo, tushinde mchezo. Manake atakuwa ameshawa inject ile spirit ya kuingia kwenye mechi na kwenda kukabiliana na timu kubwa. Na ndio kitu muhimu zaidi kwenye, unajua psychologically mchezaji ukimwaminisha kwamba hii mechi ni muhimu na kwa nguvu zetu zote tunatakiwa tushinde, inamaanisha wachezaji wanajua kama ni mechi muhimu. Lakini kocha akisisitiza, manake kuna motivation mara 2 zaidi ya ile ya mwanzo. Umeelewa? Kwa hiyo inampa mchezaji extra motivation ya kwenda kupambana ndani ya dakika 90. Kwa hiyo hicho kitu nimekiona. Si umeelewa? Lakini vile vile yeye Fadlu anaelewa impact ya kupoteza huu mchezo. Kwa hiyo ile 30% ambayo ame-expose kwenye media ni kwa sababu ya kuwaonyesha mashabiki kwamba yeye kama kocha kashafanya sehemu yake ya kuwa motivate wachezaji kuhusiana na umuhimu wa mchezo. Ukiachana na mambo ya kimbinu ambayo tayari atakuwa kashawaelekeza nini kifanyike ndani ya dakika 90, kwenye training kashawaambia nini kifanyike wanapokuwa kwenye kila phase ya mchezo, hayo tayari kashamaliza. Ile kinachotokea hapa, Fadlu anajaribu kuiaminisha jamii au mashabiki wa timu yake ya Simba kwamba hii mechi yeye kama kocha kasha play part yake ya kuwa motivate wachezaji kwa ajili ya kushinda huu mchezo bila kuangalia nini kitatokea kwenye mchezo. Sio, unaelewa? Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho nimekigundua. Kwa hiyo automatically kutakuwa kuna ushindani kwenye huu mchezo. Yeah. Huenda Fadlu akipoteza mchezo huu, mashabiki watakosa imani yake kwamba amewashindwa Yanga kabisa, maana ni mara 3 sasa. Of course inakuwa ni mara 3 alipoteza. Unajua, kwa mfano akipoteza, hata mimi kama mdau wa soka mkubwa nitapunguza imani naye. Umeelewa? Nitapunguza imani naye kwa sababu timu yoyote huwa ina strengths na weakness. Ni kitendo cha kureview zile weakness za mpinzani effectively na kujaribu kuexploit wapi ambapo huyu ana mapungufu, na kureview strengths zake jinsi gani unaweza ukakabiliana na strength. Kwa hiyo of course nikijibu swali lako moja kwa moja ni kwamba mashabiki wata nini imani, kwa sababu kwanza akipoteza kuna possibility zaidi ya 90% Yanga anaenda kuwa bingwa kwa mara ya 4 mfululizo. Sasa imagine wewe, Tanzania hii nafikiri unaijua, mashabiki wa soka wa Tanzania nafikiri unawajua vizuri, watakuwa na excuse gani ya kusema wawe na imani na kocha ambaye atawakosesha ubingwa? Lakini sasa mashabiki anajenga timu.
Yanga walichukua ubingwa wao wa 2021 22 huko wanajenga timu, walileta karibu 80% ya squad ikiwa mpya, wakajenga timu, wanashinda goli moja mpaka ubingwa. Goli moja wamezidi sana 2, wakikuotea sana 3, lakini mechi nyingi msimu ule wameshinda 1-1 na wakachukua ubingwa. Kwa hiyo katika kujenga timu unaweza usicheze mpira mzuri, usishinde magoli mengi, umeelewa, lakini ukawa unajaribu kukusanya maximum point kwa kadri ya uwezo wako mpaka unachukua ubingwa. Hiyo ni principle ndogo sana kwenye kutoa ubingwa. Hauhitaji, yani kwenye ubingwa hauhitaji, kwanza unajua ubingwa ndio hauhitaji mambo mengi kuliko hata mtu ambaye hahitaji ubingwa. Kuna mwingine anataka mpira uchezwe nini. Mfano Atletico Madrid hajawahi kucheza mpira wa Barcelona, lakini wanachukua ubingwa vizuri sometimes kwenye ligi na mpaka sasa hivi kwenye ligi ya La Liga kule wanashindana. Barcelona uko juu anafuata Atletico na kuja Real Madrid. Kwa hiyo kwenye ubingwa hakuhitaji ucheze mpira mzuri, sio ufanye hivyo ushinde magoli 100 ufanye no. Unaweza ukashinda kagoli kako kamoja, unaziba geti lako, unachukua pointi zako 3, unaondoka mpaka unafika kwenye malengo ya kukusanya maximum point kuliko mshindi wako wa pili, unakuwa umekuwa bingwa. Simple and clear. Ndio Heavyweight. Kwa kumalizia, wakati napita kwenye mitandao ya kijamii mara baada ya mkutano wa makocha na wanahabari, nimeona dada yetu wa Kitanzania Hamisa anapokea shutuma sana kutoka kwa mashabiki ama watani wa Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana Young Africans mara baada ya kauli ya kocha kwamba Azizi yuko 50-50 anaweza akaukosa mchezo kutokana na matatizo ya nyonga. Labda kuna ahueni yoyote ambayo Wekundu wa Msimbazi Simba wanayo endapo Azizi hatakuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans kwenye dabi? Okay, unajua uzuri umenileta kwenye swali la msingi kwa sababu huko kwa Hamisa mimi sina yani hiki ambacho kilikuwa kinaendelea kwa wadau wa mpira hasa wadau au watu wa mashabiki, wadau of course. Unajua haya mambo wadau, kuna wachambuzi, kuna mashabiki, kuna wanachama, kuna viongozi, wote ndio hayo mambo hayepukiki kwa nchi yetu, lakini kwa upande wangu mimi nitazungumzia kwenye swala la mchezo. Of course unamzungumzia Aziz Ki, mchezaji ambaye toka kusajiliwa kwake amekuwa mchezaji ambaye anaumiza sana kwenye mechi nyingi za Simba na Yanga. Katika dabi za msimu uliopita zote 2 amescore, umeelewa? Kwa hiyo unavokuwa unapoelekea kwenye mchezo mkubwa alafu akakosekana mchezaji ambaye amebeba ramani ya opponent, kwa sababu Aziz Ki Simba anaijua, ameshaifunga mara kwa mara. Kwa hiyo kukosekana kwake kunaongeza kitu kwa upande wa Simba. Na mind you, Simba mchezo dhidi ya Azam FC waliconcede bao kwa sababu ya uzembe wa build up. Kwa sababu Fabrice Ngoma alipoteza mpira kwenye halfway line, karibu na halfway line, no, ilikuwa kwenye half ya Simba, of course, kwenye half ya Simba. Ule mpira ukaenda kuzalisha transition ya bao. Sasa Aziz Ki ni mchezaji ambaye ana similar characteristics, yani kwamba ukipoteza mpira kwenye half yako alafu Stefan Aziz Ki akareceive ule mpira kipindi ambacho defense yako haijawa well organized, kuna possibility kubwa wewe unaweza kwenda kuumia. Si umeelewa? Kuna possibility kubwa wewe kwenda kuumia. Tanzania Prisons wanaelewa hichi kitu ninachokizungumza, na timu kadha wa kadha kwenye ligi. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kuona space na kuachia pasi ambayo inaweza ikakata safu ya walinzi. Kwa hiyo ule ubunifu ambao anauongeza kwenye kikosi unaenda kushuka kwa kiasi kikubwa, na haijalishi ana namba nyingi au chache kiasi gani, lakini ni mchezaji ambaye ana affect pia ile attacking play ya Yanga, yani kwamba yeye ana detect Yanga wacheze vipi wanapofika kwenye final third. Ni mchezaji ambaye ana vitu vingi ambavyo anaweza kuviofa kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji la Yanga. Kukosekana kwake kunaenda kuaffect flow ya mchezo, kwa sababu pia amehusika kwenye mechi nyingi. Manake kwenye mbinu za mwalimu katika mechi nyingi sana amekuwa akihusika kama mchora ramani mkuu. Kwa hiyo kukosekana kwake ni faida, umeelewa? Ni faida kwa upande wa Simba bila shaka, yani hilo mimi nimeweka tiki. Basi tumalizie hapa kwa sababu umejaribu kumzungumzia Azizi na upande mwingine, basi nako uwepo wa Elie Mpanzu Kibisawala kidogo kwa Wekundu wa Msimbazi Simba hakuwepo kwenye dabi zilizopita. Dabi hii yupo kwa uchache sana Heavyweight. Elie Mpanzu kwanza ni mchezaji wa mechi kubwa, watu wanabidi waelewe hilo jambo la kwanza kabisa. Yani Elie Mpanzu kukupa mechi ya 5 chini ya 10 kwa mechi ndogo kwangu inaweza isiwe story, lakini kutoa 9 chini ya 10 kwenye mechi kubwa ni kitu cha kawaida, si unaelewa? Kwa hiyo unapoenda kucheza na Simba kama we ni timu yako kubwa na ina uzani mkubwa kwenye soka, Elie Mpanzu ni wanakuambia ni ndoto ya kutisha. Sawa, Elie Mpanzu ni
ndoto ya kutisha. Tuishie hapo hapo. Eli Mpanzu ni ndoto, na Kibu Dennis usimsahau. Na Kibu Dennis. Bwana, shukrani sana hivyo. Asante, nashukuru.